wametuambia hivi, leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi, kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi. Hawa wanaotaka tusaini maadili wana maadili kiasi gani? Kailima, una maadili gani wewe? Watu mnaoiba kura mna maadili gani nyinyi? Kuiba uchaguzi ni maadili? Kuiba kura ni maadili? Hatujaona polisi wanaingiza kura kwenye masanduku. Si tukashiriki kwenye ujinga huo? Tumekataa. Sawa ndugu zangu, tunasimamia pale pale. Sisi hatuogopi uchaguzi. Afande, mimi nimeanza kugombea ubunge, niko mwaka wa pili chuo kikuu, na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mimi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election Tarime pale? Wasubutu. Wana uwezo huo. Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo ninayoweza kusema mimi. Hiki ni kichwa kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili. Hiki ni kichwa kinaangalia miaka 100 nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo. Tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asali na maziwa. Tumekuja kuwaomba mtunge mkono kwenye tunayoyasimamia. Wanasema chama hiki kisiposhiriki uchaguzi wa kipumbavu kitakufa. Tumesema hivi, kama tutakufa kwa kusimamia ukweli, Mungu atatambua tulisimamia ukweli na kife. Ndani ya miaka mitatu Rais Samia na serikali yake wamejaribu kumwekea mwenyekiti wetu kesi ya ugaidi Freeman Mbowe. Hukumu ya ugaidi ndugu zangu ni kunyongwa mpaka ufe. Kesi ikawa ya uongo, wakamwachia kwa aibu. Leo wanamwekea Lissu kesi ya uhaini ya uongo. Hukumu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Lissu aliyepigwa risasi 16 Mungu akamuokoa, wanataka kumuua kwa kesi ya uhaini. Hawa watu ni wabaya kuliko wakoloni. Wanataka kutuua kwa sababu tuna mawazo tofauti na wao. Sisi tunataka kushindana kwa hoja. Hatuna bunduki. Hatutaki kupindua nchi hii. Tunataka uchaguzi huru na haki. Hawa watu wanaoiba uchaguzi ndio wahaini, kwa sababu wanapindua mawazo ya wananchi ambayo wamepewa nguvu hiyo kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu. Hao ndio wahaini. Sisi sio wahaini. Mwalimu Nyerere alisema tuasi dhidi ya mifumo miovu na kandamizi inayoumiza maisha yetu, na sisi hatutakubali kuwa sehemu ya uchafu wa nchi hii ambao unasimamiwa na jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola. Tumekuja kwenu kuomba muunge chama hiki mkono. Msimame na chama hiki, mkitetee katika wakati mgumu na katika wakati wa raha. Tutapashiwishwi na wasifikiri tutarudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma.